Moja pale upande wa Siaya anaitwa Mzee Osore. His video has been making rounds on social media all over. This man decided that a python killed my dog. And this dog belongs to me. So he decided kwamba wewe umeua mbwa wangu. Yeah, my security. Pia mimi nakuangamiza. Akamaliza python. To make it interesting, kitu ambacho kinafanya iwe news mzuri, akachukua python na mbwa wake, kafunga kwa baiskeli, peleka police station kupiga ripoti. Very simple like that. And the man needs compensation. Anataka watu kutoka kwa KWS wamcompensate. Python inafaa wakae kwa misitu, kwa hifadhi ya wanyamapori, wageni wakikuja watalii watazami. Wanarandaranda nini, wakikuja hivi kwa vijiji wakiua wanyama. Did he kill the python ama alimfunga tu? Aliua pythoni. Sasa video chatu ama nani? Yule nyoka mkubwa anajiange mmeza. Python huwa unameza watu. Osore ndio huyo anajieleza, si maneno yangu. Uzuri nina evidence. Wacha Osore. Osore, tuambie ilikuwaje? Hiyo mahindi ndio natoa hapo naenda nauza, ama saa zingine napeleka kwa shule, mtoto wangu anaendelea kusoma. Sasa saa hii nitafanya nini? Juu ile hiyo chatu usipoiangalia vizuri, hata wewe pia inaweza kupita na wewe. Ilibidi nikabiliane nayo vile inawezekana kimwanaume. Ile vita ya kufa ni kuue. Nimeshaua karibu chatu 3. Ingine niliua last year na ingine niliua hii mwaka hii nimeua 2. Kituo cha polisi chenye niliingia ya kwanza ilikuwa Madungu Police Post. Polisi wa Madungu walikataa shughuli zangu, wakaniambia mimi ni wazimu, nitoroka hapo niende huko Sigomori. Mzee akaenda Madungu. Madungu anamwambia yeye ni mwenda wazimu. Mzee enda Sigomre. Huko Siaya mtu wangu. Kwa hivyo the man decided kwamba chatu unifanyie haki. Anasema ilikuwa ni vita vya mwanaume na nyoka. Kufa ni kuue. Na akamanage. Sasa kuna video ambayo imekuwa ikisambaa sana on social media. Mzee alikuwa amefunga kwa baiskeli, huyo chatu na mbwa wake. Chatu ambaye amefariki. So kuna mtu kwa hiyo video ambaye alirekodi anamuuliza, sasa huyo nenda kumfanyia nini? Akasema hapana, anapeleka yeye police station. Napeleka na by the way alimpeleka police station. Anasema huyu si chatu wa kwanza anaua watatu. Kwa hivyo anamsumbua. Na by the way basi yeye itabidi amehama. Sababu si chatu, unajua chatu. Miss atakuwa anaua. Si yule nyoka mkubwa yule. Aliua, amezoea na mazoefu. Huoni ilikuwa vita vya kufa ni kuue. Alafu wajua KWS imesema itacompensate. But ikatoa onyo kwa wakazi kutochukulia sheria mkononi. Sasa asingechukulia sheria mkononi, chatu je angemmeza na yeye pia. Anasema labda unaweza hatarisha maisha yako. Ni wao wachungane na hao chatu wasije kwa makazi ya watu. They need to find a solution to that. Wakijua kwamba hawa nyoka wanatembea ovyo ovyo, wafunga huo msitu, wafunge kabisa wasitoke nje. Kwa hivyo alichukulia sheria mkononi akaangamiza chatu wa KWS. Chatu wape tu. Lakini chatu alikuwa ameangamiza tayari mbwa wake akitaka kumeza. And you know sometimes when you bond with the animals they are family. Yani ukimpoteza ni kama umepoteza familia yako. I feel the pain. Nishaipoteza paka wangu nililia sana. Kumbe tena una pet. Una pet wewe? Nilimpoteza. Sasa sipendi mambo na pets kabisa. Ulimpotezaje? Alikufa, mtu alimnyonga akafa. Mimi kwa maisha yangu sijawahi kuwa na pet. Sijawahi kuwa na pet. Ni wazuri the family. Mimi hapana. Mambo ya pet. Kuna bonding fulani ukibonda hata kipotea siku moja hivi, you feel that pain. Mambo ya pet nini? Lakini hapana. Kwa hivyo pole sana Mzee Osore kwa kumpoteza mbwa wako vile. Lakini compensation apate tu. Wampate kitu, anunue mbwa mwingine. Najua ile uchungu anapitia kwa kumpoteza mbwa wake. Sema alipambana na huyo chatu sana. Ilikuwa ni hali ya kufa ni kuue. Na mmoja akakufa. Mmoja akafa. Hayo ni malimwengu. Malimwengu.